kwa kufanya hivyo tunafikisha jumla ya wahitimu 329 kama vile ambavyo mkuu wa chuo alivyosema. Pongezi zangu nyingine, mwaka huu ndio mwaka wetu wa kwanza tangu tumeanza programu ile ya social work, na tunamshukuru Mungu wetu kwa vile ambavyo ametusaidia sana katika mwaka huu wa kwanza, na wale wanafunzi 8 ambao wanasoma, tunamshukuru Mungu wetu kwa ajili ya vile ambavyo amewasaidia katika kipindi hiki chetu cha kwanza. Nimshukuru Mungu sana kwanza kwa ajili ya walimu, wafanyakazi pamoja na wanafunzi wa NASA Theological and Technical College. Lakini shukrani zangu nyingine pia vile vile ni kwa ajili ya serikali yetu ya kijiji cha Bulima hapa NASA, jamii inayozunguka chuo chetu, pamoja na viongozi wote ambao Mungu wetu amewaweka katika jamii yetu, na wananchi wote. Asanteni sana wale ambao mmekuja kutoka katika serikali ya kijiji hapa. Asanteni sana, tunashukuru sana. Tunashukuru kwa ushirikiano huo. Lakini pia vile vile ni washukuru sana kanisa la Bulima pamoja na Wakristo wa Bulima na kwaya yetu ambayo mmeboresha sana ibada yetu ya siku hii ya leo na mahafali yetu. Asanteni sana. Ni shukuru sana Wakristo wa Africa Inland Church Tanzania, wale ambao mwaka huu wa 2026 wametoa ada ya Mkristo hizo shilingi milioni 21, na kuwatia moyo wa Africa Inland Church Tanzania. Hii ni kazi yetu, hii ni shughuli yetu inayotuhusu. Na kwa sababu hiyo tukifanya vizuri katika maisha yetu au katika utoaji wetu, ninaamini tutaendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi katika mambo kama haya. Nishukuru sana Governing Council ya NASA Theological and Technical College, kila mjumbe kwa kazi ambazo wanazifanya. Nishukuru sana idara yetu ya mafunzo ya Biblia na theolojia pamoja na kurugenzi yetu ya huduma za kiroho kwa vile ambavyo wameendelea kufanya tangu tumeanza mwaka huu wa 2026. Tumeona vile ambavyo Mungu wetu ameendelea kuwasaidia na kuyafanya yale yaliyo mazuri. Tunashukuru sana kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa kwa ajili ya NACTIVATE kutusajili na vile ambavyo wameendelea kushirikiana pamoja na sisi katika yale yote. Kingine ambacho tunapenda kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya Scott Christian University, na asante sana kwa ajili ya Profesa Mwanya pamoja na wale ambao wamefika kutoka Scott Christian University kwa matunda makubwa sana. Sisi Africa Inland Church Tanzania tunajivunia sana 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 kwa yale ambayo Scott Christian University wameweza kuyafanya tangu zamani sana. Wanafunzi wa kwanza wa Tanzania kwenda Scott ni tangu mwanzo 1962, wakati chuo kinaanza. Baba yake na huyo alikuwa ni wa kwanza Panelei, hao walikuwa baba yake. Kwa hiyo hao walikuwa ni wanafunzi wa kwanza tangu 62, na tumeendelea kufanya hivyo mpaka leo hii, na tunamshukuru Mungu wetu vile ambavyo ameendelea kutubariki. Tunashukuru sana pia vile vile kwa ajili ya ACTEA na vile ambavyo wametusupport, wametushika mkono. Tunakumbuka sana President wa ACTEA Reverend Dr. Tarus vile ambavyo ameendelea kushirikiana pamoja na sisi, na kupitia kazi yake pamoja na huduma hiyo tunavyo vitabu hivi sasa ambavyo leo hii tungependa kuviweka wakfu kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia vitabu. Hawa watu wametupatia vitabu zaidi ya 3,000 kama sikosei. Hapa NASA ndio, lakini pote AICT zaidi ya 3,000.
Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vitabu hivi vinawakilisha vile vitabu vingine ambavyo vimewekwa katika vyuo vyetu vya Biblia na theolojia, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo ameweza kutuunganisha pamoja na hawa na kuona ni kwa namna gani sasa tunaweza tukafanya. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi kubwa hii ambayo Mungu wetu ameendelea kuifanya. Bila vitabu ni hatari sana, na kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Biblia ina vitabu 66. Sehemu kubwa ambazo zimeandika kuhusu kitabu, ya kwanza ni ile Yoshua sura ya 1 na ule mstari wa 8, mahali ambapo Mungu anamwagiza Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisifanye nini? Kisiondoke, lakini atafakari maneno yake mchana na nini? Na usiku. Luka aliandika vitabu viwili, Luka pamoja na Matendo ya Mitume. Na katika Matendo ya Mitume sura ya 1 ule mstari wa 1 anamwandikia Teofilo, kitabu kile cha kwanza nalikiandika. Alafu mtume Paulo akamwandikia pia vile vile Timotheo katika Timotheo ya pili sura ya 4 na ule mstari wa 13, anamwagiza alete vitabu asome, hasa vile vya ngozi. Kwa hiyo kusoma ni muhimu sana, hakuna shortcut, hakuna mkato. Kusoma ni muhimu sana sana sana, na sisi tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii ambayo Mungu wetu ameifanya. Sasa ukiwagawia hawa kila mmoja, sio cha kwenda nacho, cha kuweka wakfu tu, ili kusudi waone utajiri uliopo hapa kamoja tu. Alafu meza kuu hapa, ukichukua ile box itasaidia sana tunapoviweka wakfu. May I request all of us to stand so that as we dedicate these books to the Lord for the use of the college, tunaamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kusimama na kuendelea kutubariki sana 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 katika mambo yetu. Kwa hiyo tunaviweka wakfu. We are dedicating these books today before the Lord. Tuombe. Baba mfalme wa wafalme, mikononi mwa baadhi yetu tumeshika vitabu ambavyo the Association of the Christian Colleges in Africa wamevitoa hivi vitabu, na kuomba sasa tunapoviweka wakfu kwa ajili ya kusomwa, kwa kufundishia au kwa kujifunzia, ninaomba sana utavibariki viweze kuongeza maarifa ya watumishi wako. Na Mungu wa mbinguni, ninakusihi ya kwamba utavilinda vitabu hivi miaka 10, 20, 30 ijayo. Vitabu hivi vitaendelea kuwa chanzo kikuu cha watoto wako kupata maarifa na kuongezewa maarifa. Na sasa Mungu wa mbinguni, ninakushukuru mno na kukuomba ya kwamba utaendelea kuwasaidia wanafunzi, walimu na hata watumishi wako na hata wengine ambao wataingia katika library na kusoma. Ninaomba Mungu wetu wa mbinguni utaendelea kuvitumia vitabu hivi ili vikaweze kuwa chachu ya mabadiliko kwa viongozi katika kanisa. Ninakushukuru, ninakutukuza katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.